Taarifa kamili ni kuhusiana na kile kilichoweza kuonekana na kuzushwa kwa taarifa ya kupotoka kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Antipas Mugwa Lissu kuonekana kwamba amewekewa sumu ama kuna mpango kazi wa kuwekewa sumu na chama pinzani, lakini kufahamisha kwamba Tundu Lissu mpaka sasa hivi yumo gerezani, lakini sio kwa ubaya huo ambao pengine unatarajiwa kufanywa na kile kinachoonekana kwamba kwa baadhi ya watu wamekuwa wakisambaza maneno mtaani na kuonekana kabisa kwamba pengine labda ni ishara inayotengenezwa kwa lengo la kutaka kummaliza Tundu Lissu. Lakini issue ni kwamba Tundu Lissu kweli alikuwa yumo kwenye kesi ya uhaini ambayo pengine mpaka sasa hivi inamfanya asitoke, na kiuhalisia kitendo cha kuingia kwenye uchochezi wa baadhi ya watu na Watanzania kwa ujumla kuonekana kabisa kwamba wapo kwenye swala zima la kuangalia ni nini kinachoendelea kwa Tundu Lissu baada ya muafaka wake ambao watu wengi wamekuwa wakitaka kuona nini muafaka na muendelezo wa hili sakata la no reform no election. Sasa kiuhalisia kuhusiana na katiba ya nchi ambayo hatujajua kwamba je inaruhusu kwa chama pinzani kupinga ama kutojihusisha na uchaguzi, na ndio maana pia hata ile sakata la Lissu pia kujikuta mengia kwenye mashtaka hayo ni kutokana pia na katiba ambayo hairuhusu mwenendo huo wa chama pinzani kutoshiriki bila sababu za msingi na kutojihusisha kwenye swala zima la uchaguzi. Manake tena kwa vile ambavyo kila mmoja anafahamu chama cha Chadema na chama cha CCM vimekuwa ni vyama vikubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo linapotokea kwenye swala kama hilo ni lazima watu wengi watalioji na watalifuatilia kwa kina, na that's why ndo maana watu wengi sana wamekuwa wakiona kwamba issue ya no reform no election ni issue ambayo imekuwa so serious sana kwa chama pinzani, huku akidai kwamba hata iweje liwe mvua liwe jua, lakini hakuna chama cha demokrasia na maendeleo na hata mwanachama yote atakayeweza kukubali kuhusiana na sakata hilo la kujihusisha kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Ndio maana pia umejikuta wakiwa na form za petition ambazo zimekuwa kwenye nafasi kubwa ya kutakiwa kwa saini za Watanzania milioni 15 na kufikishwa katika Umoja wa Mataifa kwa lengo la kutaka kuzuia uchaguzi ndani ya mwaka 2025, na ni sakata ambalo mpaka sasa hivi limekuwa likimuinda sana Tundu Lissu, huku kwa baadhi ya viongozi akiwemo John Heche makamu wake katika swala ambalo pia limeweza kutolewa ni kwamba Tundu Lissu kweli yumo gerezani lakini anaendelea vizuri, lakini msimamo wake uko pale pale. Lakini kuhusu taarifa hii ambayo tunazidi kuikanusha ni kwamba hajawekewa sumu gerezani na wala hakuna mpango wote na CCM ambao labda pengine unataka kumfanyia Tundu Lissu. Tukutane kwenye comment. Ni Hotboy Media.